Basi Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine mzuri ambapo Mungu ametuleta usiku wa leo ili tuwe na nafasi ya kulisifu jina lake, kumtukuza na pia tukaweze kusikia mausia yake usiku wa leo, na itakuwa ni vizuri kama vile Mungu atakavyoendelea kutusaidia. Tunafurahia kwa sababu ni siku nyingine ambapo ameifanya ili tuifurahie, tuishangilie, na tunafurahia kwa ajili ya wema wake katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tutaweza kuomba na ili tupate kuendelea na somo letu la usiku wa leo. Na tuombe. Takatifu na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Nasema ni asanti kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya ukuu wako. Katika jina la Yesu inuliwe na hata uhimidiwe, Mwokozi wa rehema. Wewe ni mwema na hapana mwingine kama wewe. Unatamalaki Jehova. Asanti kwa ajili ya ukuu wako, asanti kwa ajili ya wema wako, mfalme wa ajabu. Katika jina la Kristo Yesu inuliwe na hata uhimidiwe. Siku nyingine Bwana umeifanya ifurahie. Tutakapokuwa tukiendelea na somo letu la usiku wa leo, Bwana twakualika uwe pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi ni nafasi nyingine ambapo tunarejelea mafundisho yetu. Jana hatukuweza kufaulu kuwa katika masomo yetu. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ambapo Mungu kwa hakika ametuwezesha kuona siku hii na ili tuweze kuendelea. Siku ya leo tutaangalia muziki katika kusifu na kuabudu. Maana kuna ile hali ya muziki ambapo tutaona katika maandiko jinsi ambavyo ilikuwa nyakati hizo za zamani na mambo yalivyoendelea na jinsi Biblia inavyoelezea na ni kina nani hawa walipata kuwa na ile hali ya muziki katika ile hali ya usifu na kuabudu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba muziki ni muhimu katika kuabudu. Muziki kila mara umefanya kazi muhimu katika kumwabudu Mungu, na kwa hivyo tutaona jambo hili lilitajwa katika Biblia mara ya kwanza katika Mwanzo 31 na mstari wa 27. Genesis 31, Genesis 31 and verse 27. Biblia inasema hivi: mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia nipate kuagana nawe, uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinumbi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba neno hili ama neno hili muziki iliweza kuonekana ama tunaona ya kwamba hivi inavyoeleza ya kwamba kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinumbi, inaeleza ya kwamba kulikuwa na muziki ambapo uliweza kuendelea na kwa hivyo tunaona pia katika kitabu cha Waamuzi, Judges chapter 5 na kuendelea, kuanzia 1 na kuendelea, kuna mistari kadhaa
lakini utakuta ya kwamba Biblia inasema Judges chapter 5 verse 1, ndipo Debora na Baraka mwana wa Abinoamu wakaiba siku ile wakisema, tuendelee mstari wa 2, kwa sababu wakuu walitangulia katika Israeli, kwa sababu watu walijitoa nafsi zao kwa hiari yao. Mhimidini Bwana. Sikieni enyi wafalme, tegeni masikio enyi wakuu. Mimi nitamwimbia Bwana, nitamhimidi Bwana Mungu wa Israeli. Kwa hivyo utakuta hapa katika sura hiyo ya 5 ya kitabu cha Waamuzi, Debora na yule Baraka waliweza kusherehekea. Kwa hivyo kukawa na mziki kwa sababu ya ushindi waliopata, na kwa hivyo jambo hilo likawafurahisha sana, na tunaona pale kuna wimbo waliweza kuimba wakiendelea kumhimidi Bwana. Kwa hivyo tunasema ya kwamba katika kusifu na kuabudu kuna muziki na ama kuna nyimbo ambazo watu wanaimba za kushangilia kwa sababu ya ushindi. Hata baada ya Daudi kumshinda Goliathi, tunaona ya kwamba wamama wakisifu, wakiimba, na pia tunaona ya kwamba kuna wimbo ambao uliweza kuonekana watu wakishangilia kwa sababu wamekuwa katika shida na taabu, wamekuwa wakinyanyaswa kwa muda mrefu, lakini sasa ushindi umepatikana, na kwa hivyo kukawa na muziki ulioweza kuendelea mahali pale. Jambo lingine ni kwamba hata Ibilisi alitumia muziki, na hiyo tunaona katika Ezekiel. Nafikiri utakumbuka kuna wakati tulisoma habari hii ya huyu Lucifer ama Shetani. Wakati tulikuwa tunashughulikia viumbe hai, tuliweza kuona habari hii tulipokuwa tukiangalia habari ya Shetani na vile alivyokuwa akifanya. Ezekiel chapter 28 verse 13. Leo tunashughulikia mziki katika kusifu na kuabudu, na kwa sababu bado tunaendelea katika ile lesson yetu ya kusifu na kuabudu. Biblia inasema hivi ya kwamba katika hiyo Ezekiel 28:13, ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Nafikiri niendeni. Pia kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, majano, almasi na jabarajadi na sohamu na yasipi na yakuti, samawi na zimradi na baharamani. Haya ni majina ya mawe yale ya thamani. Ile inasema na dhahabu, kazi ya matali yako na filibi zako ilikuwa ndani yako. Kwa hivyo Shetani ndani yake alikuwa na mziki. Alitumia matali na filimbi. Kwa hivyo inasemekana ya kwamba ndani yake alikuwa na wimbo. Na katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Kwa hivyo Shetani alijawa na muziki na alikuwa akiendelea, na alifahamika hivyo, na kwa sababu inasemekana hata katika hali ya kuumbwa kwake aliumbwa katika hali ile ya muziki, na
Kwa hivyo ni jambo ambalo lionekana kwa Ibilisi, na alitumia muziki kuwavutia watu na mambo kama hayo, na hata siku ya leo anawavutia watu kwa njia hiyo ya muziki. Na kuna watu ambao kuna nyimbo ambazo wanatumia ili kuvutia umati, na baadaye wanakuwa na vitendo ambavyo ni vyake shetani, na ili pale ndipo anajipatia wafuasi wengi akitumia muziki na mambo kama hayo, na hiyo tutakuja kushughulikia baadaye. Kwa hivyo tunaona jambo hilo pia. Muziki unaweza kuvuta hali ya kumwabudu Mungu. Muziki unaweza kuvuta hali ya kumwabudu Mungu. Na hii tunaweza kuguzia katika Mambo ya Nyakati 25 na mstari wa kwanza. 1 Chronicles chapter 25 verse 1. Muziki unaweza kuvuta kumwabudu Mungu. First Chronicles 25 verse 1. Tena Daudi na maakida wa jeshi wakatenga kwa utumishi baadhi ya wana wa Asafu na Wahemani na Wayeduthuni watakao tabili kwa vinumbi na vinanda na matoazi. Hii ndio hesabu ya wafanyakazi sawasawa na utumishi wao. Unakuta ya kwamba katika utumishi wa wale wafalme wa Beleni, wale wa Agano la Kale, waliweza kuwatumia waimbaji sana, na hata Daudi mwenyewe tunajua alikuwa muimbaji na alitumia vinanda mbele ya huyu Sauli wakati alikuwa mfalme, na kwa hivyo wakati ule waliweza kutumia nyimbo. Uimbaji ulitumika sana na uliwasaidia sana katika uongozi wao, na kwa hivyo ile hali ikavuta hali ya kumwabudu Mungu, na hivyo tunajua hata hawa wanaotajwa akina Asafu waliweza kuandika, ni baadhi ya watu ambao wameandika zaburi za kumsifu Mungu na mambo kama hayo. Kwa hivyo inashughulika ama inahusika sana ama zilihusika sana nyimbo za muziki ili kuweza kuvutia hali ya kumwabudu Mungu, na tunajua ya kwamba hata leo ni vivyo hivyo. Watu wanapomsifu Mungu na kuwa na wakati mzuri mbele za Mungu, basi baadaye wanamwabudu Mungu, wanasikia vizuri sana wakitoka katika maeneo hayo. Kwa hivyo kuna siri katika ile hali ya kumsifu Mungu, na tena baadaye watu wanakuwa na hali ya kumwabudu. Muziki na wimbo katika Agano Jipya tunaweza kuangalia. Nafikiri pale tuliweza kuona habari ya mitume, ama tuangalie katika Mathayo 26 na mstari wa 30. Matthew 26 verse 30. Nasema hivi: nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mzeituni. Kwa hivyo hata mitume ama wale wanafunzi walipata nafasi ya kuimba,
Kwa hivyo jambo hili la kuimba ama kumsifu Mungu ilikuwa pia na wale wanafunzi. Kwa hivyo hata tukija katika Agano Jipya tunakuta ya kwamba wanafunzi pia waliweza kuimba. Tuliona katika Matendo ya Mitume 16 kina Paulo na Sila, sasa mitume nao walipata nafasi ya kusifu na Mungu akatenda maajabu hata walipokuwa gerezani, na milango ikafunguka kwa sababu walipata nafasi ya kumsifu Mungu. Na hata mtume Paulo aliamuru kanisa liwe katika uimbaji wenye upako, kwa sababu aliwaeleza hivyo katika Efeso 5 na mstari wa 19. Kumbuka katika mstari wa 18 wa hiyo Efeso 5 mstari wa 18 ni pale alipoeleza ya kwamba tena wasilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Sasa 19 anaambia mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Kwa hivyo alihitaji watu badala ya kutumia mvinyo na wanasherekea kwa ulevi, waweze kuimba nyimbo. Kwa hivyo sifa ama nyimbo zinaweza kufanya watu kulewa na kuzama katika roho, na watu wahisi vizuri sana baada ya kuimba nyimbo na kushangilia Bwana. Wanahisi vizuri katika mioyo yao, maana Mungu anataka sifa hizo, na anatarajia ya kwamba sisi ndio tutakao msifu na kuendelea kuliinua jina lake. Kuna ile sasa jinsi ya kuwa na huduma ya mziki wenye upako. Kuna njia ambazo zinaweza kutusaidia kuwa na ule uimbaji ulio na upako. Na njia ya kwanza ni kule kuanza katika kila ibada kwa kushukuru na kusifu katika wimbo. Kwa hivyo jambo hili linatusaidia sana katika kila ibada. Tunaanza kwa kushukuru na kusifu kwa wimbo. Zaburi 100 na mstari wa 4. Zaburi 100 na mstari wa 4. Sasa tunaangalia njia ambazo zitatuwezesha kuwa na huduma ile ya kuimba ama ya mziki ulio na upako. Inasema Zaburi 100 na mstari wa 4, ingieni mlangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Shukuruni, lihimidini jina lake. Kwa hivyo mtu anapojizoeza katika ibada kuwa na ile hali ya kushukuru Mungu na pia kuweza kumsifu, baadaye takuta katika ibada hiyo kutakuwa na upako. Ndiposa katika ibada zetu hatuanzi na mahubiri, hatuanzi na ushuhuda, ila tunataka kuanza katika hali ya kushukuru Mungu, na tunaanza tunakuwa na sifa mbele za Bwana. Baadaye tunalihimidi jina lake, na hii hali ya kuhimidi tulisema ya kwamba ni ile hali ya kumwabudu na ama kumshujudu, na tunasema hakuna mwingine kama yeye, na anapata nafasi katika ibada hiyo na pia katika maisha yetu, na tunahisi vizuri kwa sababu watu wanaoanza kujiinua
na kusema mambo yao, na wale Mungu anakaa bali nao, bali wale wanaohitaji upako, basi Mungu anakuwa pamoja nao. Jambo lingine ni hili, jambo la pili ni kwa maombi. Kwa njia ya maombi tuombe Roho Mtakatifu ili atusaidie. Hii ni njia nyingine ambayo itatusaidia. Lazima muimbaji awaye yote aweze kuomba na kumshirikisha Roho Mtakatifu katika uimbaji wake. Basi yule mtu akikaa katika maombi, utakute ya kwamba nyimbo zake, muziki wake unapata upako mbele za Bwana, na huyu mtu atakuwa wa kipekee, maana atakuwa na mafuta, ama atakuwa ameingia katika kiwango kingine, kwa sababu anaongozwa pia na Roho Mtakatifu. Na jambo la tatu ni kuweza kuimba ule wimbo, na unaweza kurudia, unaweza kuimba na kurudia ule wimbo. Na kama ni wimbo, ingawa watu wengine wanataka wimbo mpya kila wakati, ukimaliza ule uje mwingine, lakini hata pia unaweza kuimba wimbo mmoja na urudie, ukae ukirudia maneno yale yaingie katika moyo wako, na uweze kuendelea katika njia hiyo. Na pia unakuta ya kwamba umezama katika Roho Mtakatifu, na katika zile nyimbo ambazo unasifu nazo ama kuabudu nazo, na inakuwa ni vizuri. Jambo lingine, tafadhali ena mwaki. Haleluya. Pata blackout, ni tutaendelea.